Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi ya kuchangia kwenye wizara hii muhimu sana ya mifugo na uvuvi. Mheshimiwa, mimi nitachangia tu mambo makubwa kama matatu hivi. Lakini nianze tu kwa kumuomba sana rais wangu katika swala zima la hii wizara. Mimi kilio changu Mheshimiwa Naibu Spika, ninamuomba rais wangu atakaporejea kuja kutengeneza wizara zake, ninaomba wizara hii aigawanye tupate wizara mbili, wizara ya uvuvi na usimamizi wa bahari na wizara ya mifugo ibakie. Ninazo sababu nyingi za kuomba haya. Hizi sekta mbili kubwa za uvuvi na mifugo ni sekta zenye potential kubwa sana ya uchumi kwenye nchi yetu. Kubwa sana. Lakini hatuzitumii vizuri kwa sababu zimeungana. Kwa sababu utekelezaji wake unakuwa mgumu kwa sababu ya ukubwa wa sekta zenyewe. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba kama rais atagawanya hizi sekta mbili kuwa wizara kamili, tutapata potential kubwa sana. Mheshimiwa, na madini. Wakati wizara ile ilikuwa moja, nishati na madini, madini yalikuwa yanachangia asilimia kama 3.4 kwenye pato la taifa. Lakini baada ya wizara ya madini kuwa wizara kamili, leo inachangia asilimia 10 kwenye pato la taifa. Wako watu wanaweza wakasema uendeshaji wa bajeti wa wizara mbili utakuwa mkubwa. Mimi naomba niwatoe hofu. Kwa kutenganisha wizara hizi, mapato kama za uendeshaji kwa mbali kabisa na mapato yatakuwa ni makubwa sana. Kwa sababu ufanisi utakuwa ni mkubwa sana. Kwa hivyo Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kumuomba rais agawanye uvuvi na mifugo, mambo ya haraka kabisa ambayo yatapatikana, kwanza ni mapato. Lakini pili, ufanisi. Tatu, uwazi. Na 4, uwajibikaji. Haya ni makubwa ya kugawanya wizara hii. Kwa hivyo mimi naamini Mheshimiwa Rais huko aliko anasikiliza bunge na kilio hiki atakisikia, kwa sababu kina faida kubwa sana kwenye pato la nchi yetu. Wizara mpya ambayo ninaiombea ya uvuvi na usimamizi wa bahari, Mheshimiwa, lazima niseme ili niweze kushawishi faida za wizara hii mpya. Wizara hii Mheshimiwa Naibu Spika, kwa uchache tu itaongeza usimamizi endelevu wa rasilimali za baharini na pwani na maziwa yetu. Sote tunafahamu Mheshimiwa Naibu Spika, jinsi tulivyo na ufukwe mrefu kutoka Tanga mpaka Mtwara. Sote tunafahamu jinsi tulivyo na maziwa makubwa, Victoria, Tanganyika, Nyasa, Rukwa. Lakini tuna maziwa madogo madogo lukuki yako katika nchi nzima hii. Lakini vile vile ufugaji wa samaki. Kwa hivyo kukiwa na wizara, maana yake usimamizi endelevu utakuwepo. Lakini vile vile kuimarisha na kutekeleza sera ya uchumi wa bluu utafanyika kwa ufanisi mkubwa. Mimi tangu naingia hapa nasikia uchumi wa bluu, lakini sijaona ufanisi wake mkubwa, na hakika wizara hii ikianza haya mambo yatafanyika kwa ukubwa sana. Lakini wizara ya uvuvi na usimamizi wa bahari itaongeza uwezo wa nchi kushiriki katika majadiliano ya kimataifa kuhusiana na mambo ya bahari. Na marehemu rais wetu alipokuwa wizara ya uvuvi, aliingia muda mfupi tu akakamata mameli kule na nini. Kwa hiyo mimi naamini hata majadiliano ya kimataifa kuhusu kulinda rasilimali zetu, tukiwa na wizara kamili, haya mambo yatafanyika kwa ukubwa na kwa uwazi zaidi. Lakini vile vile kuendeleza sera za utafiti. Utafiti utafanyika mkubwa sana kwenye bahari zetu na maziwa yetu. Na rasilimali hizi tutazitumia vizuri sana kama wizara itakuwepo ambayo itakuwa inasimamia mambo haya. Lakini vile vile utawala bora utapatikana na utekelezaji wa karibu. Haya mambo ya uvuvi haramu, uswi nini, kuna watumishi wanahusika huko na manyavu. Sasa ikiwa wizara iko benyewe, huu utawala bora Mheshimiwa Naibu Spika utapatikana kwa uhakika sana. Lakini vile vile kwa mifugo sasa, kwa kitendo cha kuondolewa uvuvi, maana yake yenyewe pia itapanuka zaidi. Mifugo Mheshimiwa Naibu Spika, kuna sekta kubwa hapa kama 3 hivi. Kuna sekta ya nyama ni kubwa. Kuna sekta ya maziwa ni kubwa. Kuna sekta ya ngozi ni kubwa. Sekta hizi 3 peke yake zinafanya vibaya, hazichangii chochote kwenye nchi yetu. Lakini zenyewe tu hizi zingesimamiwa, zingeleta fedha nyingi sana za kigeni na ajira nyingi kwa nchi yetu. Lakini hazipati nafasi ya kutosha kwa sababu zimebebwa kwenye wizara kubwa.
liuvuvi lenyewe likubwa, bado mifugo yenyewe ni mingi, nchi ya pili sio Afrika. Ametoka kuongea hapa kaka yangu Mwijage kwamba inaonekana ni nchi ya pili, lakini hakuna kinachofanyika kwa sababu imebeba mzigo mkubwa. Kwa hiyo kitendo cha kuondoa uvuvi ikabaki mifugo peke yake, hizi sekta kubwa hizi, mifugo yenyewe na hizi sekta nilizozitaja hapa zitafanyika kwa umakini mkubwa. Lakini swala kubwa sana ambalo halijafanyika linalosababisha hata hizi sekta tatu zisifanye vizuri ni swala zima la chanjo ya mifugo. Mheshimiwa Naibu Spika, chanjo ya mifugo kwa muda mrefu imekuwa ikihusishwa wafugaji wenyewe wahangaike na chanjo. Mimi ningeomba sana serikali yangu, chanjo ya mifugo ifanyike na serikali tena bure. Kama ambavyo tunavyochanja watoto katika nchi yetu, mifugo ikichanjwa bure tena kwa usimamizi wa karibu wa Wizara ya Mifugo, tija kubwa itapatikana. Amesema mchangiaji aliyepita tuuzi nyama nje, lakini sababu kubwa ni chanjo. Ukitaka kupeleka nyama wanakuambia wewe unachanja vipi. Wakitaka kutraki jinsi ulivyochanja hakuna hata, huwezi hata kutraki kwa sababu hakuna hata usimamizi unaoeleweka. Kwa hiyo mimi niombe serikali, nimuombe rais wangu mama wa ruzuku, aibu aangalie hili swala la chanjo ya mifugo lifanyike bure kwa usimamizi wa Wizara ya Mifugo, ili tuweze kutraki vizuri wafugaji wetu kwa mifugaji wamechanja vipi, na elimu kubwa ifanyike, kwa sababu wafugaji wetu wanachanja mifugo iliyougua. Matokeo yake akimuongezea dozi, maana unajua Mheshimiwa Naibu Spika, kuchanja ni kuweka vimelea vya ugonjwa unaohusika kwenye mnyama. Sasa mnyama mwenyewe tayari anaumwa, alafu kimuongezea na vimelea wanakufa. Ni kwa sababu elimu ni ndogo, wizara imelemewa katika kutoa elimu, matokeo yake mtu anachanja kitu kinachoumwa. Kwa hiyo niombe sana wizara hii kibaki yenyewe, haya mambo yatafanyika kwa ukubwa na kwa usahihi sana. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nimshukuru rais wangu pia katika swala zima la BBT ya mifugo. Mheshimiwa Rais ametoa vizimba kupitia wizara hii, vizimba kwa vijana. Nitatolea mfano vijana wa Mwanza. Walipewa vizimba, wakakopeshwa, wakasimamiwa kila kitu, kuanzia vizimba vyenyewe, vifaranga, chakula, uvunaji mpaka kuuza. Wameuza, wamepata faida kubwa na wamerejesha mkopo. Kwa hiyo nataka nione kwa kufuata hii pilot, niombe sasa wizara, na hasa itakapoanzishwa hiyo ya mifugo ambayo nimeomba, maana yake kwa sababu tuna water bodies nyingi, maziwa makubwa mengi na bahari ni kubwa, hii pilot ambayo imefanikiwa sana sasa iende kwa nchi nzima kwa ukubwa wake. Vijana wengi watapata ajira na fedha mikopo itarejeshwa na nchi yetu itapaa.